Naam, hujambo na karibu katika kipindi hiki cha mahojiano maalum, ikiwa leo ni tarehe ya 7 mwezi wa 4 mwaka 2025. Itakumbukwa kuwa tarehe kama ya leo na mwezi kama wa leo, Tanzania tunakumbuka kifo cha aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar kwa maana ya Sheikh Abeid Amani Karume ambaye alifariki dunia mwaka 1972. Leo hii nimekualikia hapa kada mtifu wa Chama cha Mapinduzi CCM katika mkoa huu wa Mwanza, namzungumzia ndugu Cuthbert Joseph. Kubwa zaidi tunatamani kuzungumza kwa uchache kuangazia maisha ya kiongozi huyu adimu kabisa ambaye kwa sasa Tanzania tunamkumbuka kwa mengi kwelikweli ambayo aliyafanya enzi ya uhai wake. Karibu sana ndugu Cuthbert Joseph. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa tunatamani kuangazia maisha ya huyu kiongozi mkubwa kabisa katika taifa hili la Tanzania, katika historia yake kwa upana kabisa. Sheikh Abeid Amani Karume ni takribani miaka 53 sasa hatunaye tangu alipofariki dunia mwaka 1972. Ni kiongozi wa aina gani kwa namna ambavyo unamtambua? Kwangu mimi kwanza ukiangalia maisha yake toka kuzaliwa, makuzi, kusoma, kufanya kazi, kuwa mwanaharakati, hatimaye kuja kuwa rais wa Zanzibar, mimi namuona kwa sura tofauti sana. Namuona kwa sura kwanza namuona kwa sura ya mpambanaji asiyechoka. Namuona kwa sura ya mtu aliyekuwa anajiamini sana, mtu ambaye hakuogopa mtu kuwa na elimu kubwa ndio kufanikiwa. Aliamini katika falsafa zake za haki, usawa pamoja na maendeleo. Aliamini palipo na haki pakawa na usawa, patakuwa na maendeleo. Kwa ukiangalia yale maisha yake, ukiangalia alienda Unguja kwa mjomba wake, na ukiangalia aliweza kuomba kazi akiwa na miaka 14 tu. Aliomba kazi pale, kuna meli moja aliomba kazi pale bandarini kwa sababu alikuwa anapenda sana kazi ya ubaharia. Kwa hiyo baada ya hapo tunamuona ni mtu ambaye aliendelea kufanya kazi, na kila alichokuwa anakipata aliweza kujenga nyumba, makazi, na chini ya miaka 20 tayari mwamba huyu alikuwa ameshatembea nchi nyingi duniani. Kesha kwenda huu mwambao wote wa Afrika Mashariki, kesha kwenda Asia, kesha kwenda Japani, kesha kwenda Ureno, kaenda Ubelgiji, kaenda Marekani, kaenda Uingereza, kaenda nchi nyingi, kaenda Italia. Kwa unajaribu kuangalia kwamba na makuzi ya sasa hivi, kijana mwenye miaka 14, 15, je, anaweza kaenda kuomba kazi na kajiamini kwamba anaweza kufanya kitu kwenye familia yake. Kwa namuona ni kiongozi fulani hivi ambaye maisha yake kiukweli, kama watu wakiamua kuyafuatilia na kuyasoma, lipo jambo mtu anaweza kupata. Nje ya maisha yake ya kawaida kabisa, kipi ambacho kama taifa la Tanzania tutamkumbuka ambacho yamekifanya kikubwa zaidi katika taifa hili la Tanzania? Cha kwanza ni muungano. Muungano huu unaouona muasisi wake, kati ya waasisi ni yeye hayati, na ukiangalia baada ya mapinduzi ya Zanzibar ilichukua miezi michache sana kuweza kuungana na kuunganisha nchi kati ya Zanzibar na Tanganyika. Kwa tutamkumbuka kwanza tutamkumbuka kwa ajili ya kuboresha kuasisi muungano ambao leo hii unaona matunda ya muungano. Kwa jambo kubwa kabisa tutamkumbuka kama muasisi wa muungano, lakini jambo la pili tutamkumbuka kama rais ambaye alikuwa anapenda sana mambo ya haki, usawa, na alipenda sana maendeleo. Umezungumza hapa hizi falsafa za haki, usawa na maendeleo. Kwa namna gani ambavyo sasa zimeleta maendeleo falsafa hizi ambazo alikuwa akiziamini zaidi Sheikh Abeid Amani Karume? Leo naona Zanzibar watu wanaishi kwa usawa. Unajua, kwa watu ambao haifahamu, Zanzibar ilipokuwa chini ya sultani, Wazanzibari walikuwa si kitu, walikuwa wanaonekana kama ni watu ambao hawastahili kuwepo pale walipo. Lakini baada ya yeye alikuja kutengeneza usawa na akatenda haki, na leo hii unaona ile reflection ya hiyo usawa na haki. Ndio unaona leo watu wanaishi vizuri, amani imetamaladi, hakuna shida, na watu wamekuwa
waliamka sasa kwa ajili ya kufanya maendeleo. Kwa tunaona ni muungano unaoona leo, vitu tunavyoviona leo, vyote ni kwa sababu ya uasisi wake. Nje sasa na maisha haya ya kawaida, pengine safari hii ya masuala ya kisiasa alianzia wapi mpaka anafika sasa anakuwa rais wa kwanza, lakini pia anahusika kwenye jambo muhimu kwelikweli kama hili la muungano wa Tanganyika na Zanzibar na kupata Tanzania. Wapi safari ya siasa ilianza rasmi? Baada ya hayati kurudi, na alirudi nafikiri kwenye miaka ya 30 na kitu hivi, 1930 na kitu, na hiyo ilikuwa ni baada ya kuanza tena kwa vita ya pili ya dunia. Kwa hiyo mama yake mzazi kwa historia alimshauri arudi nyumbani ili awe asipate matatizo. Unajua mama ni mama. Na alimkubalia akarudi, lakini alivyorudi bado aliendelea kufanya kazi. Kwa akaingia kwenye zile movement za wafanyakazi. Unajua hii ASP ilitokana na vuguvugu la wafanyakazi. Kulikuwa na wao walikuja wakaanzisha hiyo Africa Association AA, African Association AA, na wengine wakaanzisha chama kingine ambacho ilikuwa na chenyewe ni Shirazi Association SA. Kwa hizi zilikuwa ni union za wafanyakazi. Wengine walikuwa wafanyakazi wa bandari, wengine walikuwa wafanyakazi wa karafuu. Walianzisha hizi union, hizi umoja wa wafanyakazi. Kwa hizi zilikuwa union na baadaye wamekuja kuunganisha zile union, wakapata ASU, wakapata Afro Shirazi Union. Kabla ya kuwa party ilikuwa ni union. Hiyo Afro Shirazi Party ilikuwa ni union. Yani waliunganisha ile Shirazi Association pamoja na ile African Association. Kwa hiyo Afro Shirazi maana yake hao watu wa African Association wakaleta jina lao, wakalifupisha wakaita Afro badala ya kusema African Shirazi. Wakaona haliwezi kuleta testi, wakasema sasa cha kwenu nyinyi kina hayati na cha wengine cha kina hayati kinaitwa African Association. Alafu kulikuwa na Shirazi Association. Kwa wakasema sasa tuunganishe, wakatafuta jina, wakasema na nyinyi kwenu limegwe jina kidogo na sisi limegwe jina kidogo. Ndio maana wakaita Afro Shirazi. Lakini kwa sababu zile zilikuwa union, kwa kikawa chama kimoja kwamba ni Afro Shirazi Union. Lakini baadaye wakaona kwamba ipo haja ya kupigania maslahi yao direct kwenye nchi yao. Kwa wakaamua sasa kukifanya kuwa chama cha siasa na kuita Afro Shirazi Party, ndio ikawa ASP. Kwa wakaanzia hapo sasa wakaendelea kwa ajili ya kupambana kuikomboa Zanzibar chini ya sultani. Na hii yote kwa sababu vile vyama vilikuwa vinaendeshwa asilimia kubwa na watu ambao wana exposure, wameshaenda mataifa mengine, wameshaona Waafrika wanazinufaisha vipi nchi za Marekani na Ulaya. Kwa walikuja na ile kama walikuja na kitu sasa kwamba tunakwenda, walikuja na ile spirit kwamba tunakwenda kuhakikisha watu wetu wanapata haki, watu wetu wanapata usawa. Ukiangalia kuna wakati wale kulikuwa na vijana pale Unguja walikuwa wanafanya kazi za majahazi za kupeleka watu, lakini kwa kutumia makasia. Sasa wale wakajitokeza Wahindi fulani walikuwa na uwezo kifedha, wakaleta meli za kisasa afu wakawafukuza wale vijana. Kwa kina Karume wakawa wamepambana, wakasema hapana, haiwezekani. Wakapambana mpaka ikatoka wakawa wanalipwa wale vijana 40%, kwamba nyinyi muwepo tu mstoke kwa hizi boti za kisasa, lakini lazima na nyinyi mfanye kazi. Kwa walipambana, hatimaye wakapata 40% na wale wenye boti wakapata 60%. Kwa akaendelea kupata uungwaji mkono kutokana na zile harakati za kuhakikisha kwamba kila Mzanzibari anapata haki. Kitendo cha Sheikh Abeid Amani Karume kukubaliana na wazo la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere linaashiria kitu gani kwa maana nzima ya kuunganisha sasa Zanzibar na Tanganyika kuwa kitu kimoja na kupata Tanzania? Kitendo hiki cha kukubaliana kina maanisha kitu gani hapa? Unafahamu hayati yule, mimi wanapenda kumuita mwamba. Unafahamu yule mwamba kabisa huyo hayati, ni kwamba
Kwanza alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana watu, anapenda Waafrika, anapenda masikilizano. Wazanzibari wanasema masikilizano, yani anapenda sana kusikilizana na mtu mwingine. Ni mtu ambaye kwa haiba yake hakuwahi kumdai mtu, wala yeye hakuwahi kudaiwa, ingawa kuna mtu aliwahi kumsingizia na mdai, lakini alishinda kesi. Kwa yeye anasema hata akizulumiwa, hata ukimsingizia unamdai shilingi 10, alikuwa anaweza kukupa shilingi, akaongeza shilingi 10 nyingine ili tu kusiwe na shida. Yani yeye alikuwa hataki matatizo na mtu, wala hataki kulaumiana na mtu. Kwa alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye alikuwa anapenda masikilizano na mashirikiano. Kuna namna, kuna wakati kuna watu wanazusha baadhi ya vitu kuonesha kwamba muungano huu pengine hauna tija sana, na wengine wanatamani kabisa kama ni kana kwamba nchi hii ibaki kivyake na ile kule ibaki kivyake. Wana sababu zipi za msingi sana pengine, au hoja zao zina tija zozote katika swala hili? Ni sababu zao binafsi, na ukiangalia wengi ni wanasiasa ambao wanataka vyeo, wanataka ikiwa hivi na mimi naweza nikapata nafasi kwenye hiki. Lakini tunaangalia in general, watu wanaenjoy sana muungano. Mimi naweza kwenda Zanzibar na nikafika kule nikakuta ndugu yangu alishaenda kule muda mrefu, mwingine ameenda kulima akaoa kule, wamezaliwa watoto mchanganyiko. Kwa hiyo ni vigumu sana kutenganisha damu ya kichwani na damu ya kwenye miguu, zilishachanganyikana. Sasa nataka kuua mtu kazi. Kwa hiyo sisi ni ndugu zetu, tunaishi kwenye mfumo. Yapo matatizo madogo ya kimuungano, na sasa hivi nafikiri yanaenda kuisha, kwa sababu baada ya Magufuli kuingia madarakani alimteua Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa makamu wa rais. Na unajua makamu wa rais anashughulika sana na muungano pia. Kwa hiyo mama alipambana na kero za muungano kwa 90% kitu nafikiri zinaenda kuwa solved. Naam, ni kada wa Chama cha Mapinduzi CCM. Hapa namzungumzia ndugu Cuthbert Joseph ambaye tumemwalika katika kipindi hiki maalumu cha mahojiano na News Update Media, tukiangazia siku hii ya kumbukizi ya kifo cha aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar, Sheikh Abeid Amani Karume, ambaye alifariki dunia mnamo mwaka 1972. Kama ambavyo kutangulizia hapa mambo kadha wa kadha, ni takribani miaka 53 tangu tumeondokewa na rais huyu wa Zanzibar. Leo hii tunaangalia maisha yake kwa uchache kabisa, lakini pia uongozi wake, namna ambavyo ameliongoza taifa hilo la Zanzibar, lakini mpaka baadaye kufikia muungano na kuifanya Zanzibar na Tanganyika kuwa nchi moja ya Tanzania, akishirikiana na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Narudi kwako kada mtifu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa yale ambayo ameyafanya rais huyu kwa maana ya Sheikh Abeid Amani Karume, kipi ambacho sasa tunaweza kufanya ili kuweza kumwenzi? Kipi ambacho Watanzania sasa tukikifanya hiko kitu ni wazi kabisa sasa tutakuwa tunamuenzi hayati Sheikh Abeid Amani Karume? Kitu cha kwanza, kama Chama cha Mapinduzi tayari sisi tulishaanza kumuenzi muda sana. Ukiangalia unaona CCM kirefu chake ni Chama cha Mapinduzi. Mapinduzi gani? Maana yake ni mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Waliamua wazee wetu kuona njia pekee ya kumwenzi namba moja ni kuhakikisha chama hiki, chama cha tano na chama cha ASP tumeviunganisha, lakini walioviasisi ni hao kina Karume. Kwa hiyo chama kikaona ni vyema sasa hiki chama kinachokwenda kuzaliwa kiwe chama cha kumwenzi Karume, kwa kuweza kukipa jina la Chama cha Mapinduzi. Na watu wengi sana huwa hawafahamu hilo. Yaani kilipewa jina la Chama cha Mapinduzi, mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa Nyerere kwa busara zake na upendo wake na kutokuwa mbinafsi, na yule alikuwa ni swaiba wake, akaamua kukifanya chama cha tano na ASP sasa kuwa Chama cha Mapinduzi. Hiyo ni njia mojawapo ya kuweza kumwenzi ambayo itadumu milele na milele na milele mpaka dunia itakapokwenda kuisha, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kitakuwepo muda wote. Na hiyo ndo habari ambayo unatakiwa ufahamu. Kwa hiyo ina maana cha pili, kitu ambacho
Chama cha Mapinduzi tuna mwenzi, tunatenda haki kwa watu, haki, tunatenda usawa na tunafanya maendeleo kama unavyoona. Kwa hiyo hizo ni njia za kumwenzi, lakini watu mmoja mmoja, watu binafsi ama viongozi wa vyama na viongozi wa serikali, njia pekee yake ya kumwenzi kiongozi ni kuishi maisha yake. Huyu hayati, maisha yake yalikuwa ni maisha ya kawaida, na unaona mpaka siku mauti yanamtokea, kwa sababu alikuwa amejiweka kuwa mtu wa kawaida. Alikutwa anacheza ule mchezo wa dhumna, ule mchezo kama wa drafti wa vile vidude vile wanacheza sana watu wa Unguja. Kwa hiyo na alikuwa ni mtu ambaye unaona anaenda kwenye viwanja vya mpira, akifika anakaa na watu wa kawaida, kiasi kwamba sasa hivi viongozi wengi hiyo style hawataki. Kwa kumsikiliza tu mtu anaona kama vile ni kazi kumsikiliza tu ofisini. Kiongozi amekaa kwenye kiti, kiongozi baadhi anajiona yeye ni Mungu mtu, lakini yule mwamba alikuwa anakaa kwenye siti za kawaida. Kwenye mpira anakaa siti za kawaida. Na nikwambie, wakati anajenga yale majengo ya kuboresha makazi kule, ukienda kule Wete, ukienda kule Pemba wanaita mkoani, Chake ukija hapa Unguja Michenzani kule na sehemu zingine, alikuwa anashiriki na wananchi kujenga zile nyumba. Alikuwa anachanganya simenti. Unaona ni kiongozi wa aina gani? Unaona ni kiongozi ambaye alikuwa anataka usawa. Alikuwa anataka tu cheo si sababu, lakini sisi sote ni Wazanzibari. Alikuwa anaona hivyo. Kwa lazima tuige style yake ya kuishi na kujua kwamba hivi vyeo ni kama makoti tu ya kuazima. Ipo mahali utakuwa hauna cheo na utarudi tena kuwaona watu wale ambao ulikuwa ushikana nao mkono, unaanza kushikana nao mkono. Kwa hiyo lazima ujue kwamba hawa ni Watanzania wenzako, wewe umepewa nafasi ya kuongoza tu, unapaswa kuishi yale maisha ya kawaida. Kuna kipindi ilikuwa nacheza Mwadui na Miembeni. Yeye alikuwa amekaa jukwaani. Mwadui wakawa anacheza rafu sana. Alisimamisha mchezo, alimwambia refa simamisha mchezo. Mchezo ulisimama, watu wakapakiwa kwenye ndege wakaondoka na escort. Alikuwa anasema mchezo wa mpira ni mchezo wa ungwana. Ni watwana ndio wanapenda kuchezea rafu wenzao. Na ndio maana uliona alinunua mpaka ile kiwanja cha Yanga kile. Karume yule amejenga pale. Karume kajenga pale kwa sababu alikuwa anapenda mpira. Na alikuwa anapenda mpira katika engo ya umoja, katika engo ya urafiki, katika engo ya furaha. Kuna baadhi ya viongozi sasa hivi ukikuta yeye anashabikia Lipuli na ni mkuu wa wilaya, ikija kucheza labda Singida unakuta kuna na msuguano sana, yani kama vile Lipuli imetoka sijui wapi. Lakini lazima watu wajue kwamba kama wewe uko kwenye sport, uko kwenye mpira, fanya kuwa ni furaha. Ndicho alichokuwa, ndo maisha aliyokuwa anaishi. Tunaelekea katika uchaguzi mkuu sasa, kwa maana nzima ya Oktoba mwaka huu. Unauzungumziaje uchaguzi mkuu? Uchaguzi mkuu, ukiniuliza mimi mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, naona kama sisi tuna experience ya chaguzi. Kwa hiyo huu ni uchaguzi wa kawaida kati ya chaguzi ambazo tuliwahi kuzifanya. Hakuna kitu special kikubwa sana. Tuna wagombea wazuri, tuna Daktari Samia Suluhu Hassan, tuna Dr. Nchimbi. Tumefanya vizuri, maendeleo nayaona. Kwa hiyo kwetu sisi ni uchaguzi wa kawaida. Unajua watu wenye uzoefu wa uchaguzi na watu ambao mmeshafanya vitu vingi ambavyo sasa haina haja ya kuvielezea sana, ni vitu ambavyo watu wanaviona. Kwa hiyo sisi hatuhitaji porojo, hatuendi kumwambia mtu porojo, vitu vyetu vinajieleza. Kwa hiyo sisi tunaona uchaguzi utakuwa uchaguzi bora, uchaguzi wa amani na utulivu, na ni uchaguzi ambao unakwenda kuvunja rekodi. Kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kushinda zaidi ya 98%. Ndio. Uhakika upo? 100%. Kwa nini? Kwa sababu ya vitu unavyoviona. Vipi? Maendeleo
Yapi? Huyaoni? Niambie kidogo. Nikwambie Mwanza au Tanzania kwa ujumla? Zungumza kidogo. Mtazamaji anayetutazama inawezekana hafahamu kabisa kile ambacho tunakizungumza. Vipo vitu ambavyo hatuhitaji kuvisimulia sana, ila tunawaambia watu wakavitizame. Mfano kwa Tanzania kwa ujumla, mimi namwambia mtu afunge safari kwenda Dodoma, aende pale SGR, akate tiketi yake aende Dodoma. Akishuka Dodoma atamsimulia Mama Samia Suluhu Hassan. Aende chuo kikuu cha Dar es Salaam, aite mwanafunzi mmoja, amuulize vipi, atamwambia mimi nasoma na mkopo wa Daktari Samia Suluhu Hassan, zaidi ya bilioni 860 zimewekwa kwa ajili ya mikopo ya elimu ya chuo kikuu. Tukienda kwa mfano tukija Mwanza, ukienda airport, ukishuka tu airport utaona kuna ujenzi. Alafu usiulize sana maswali. Watakwambia ile tunapanua uwanja wa ndege wa Mwanza kwa kimataifa, ni kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukienda kwenye maji, sasa hivi mitandao ya maji vijijini target ilikuwa ni 85%, mpaka sasa hivi kuna 83%. Ukienda mpaka Nkalalo kule Kwimba kule, maji hapo, visima virefu vimechimbwa, visima vifupi, watu wanapata maji. Mradi wa Ziwa Victoria sasa hivi umeshavuka Tabora, watu wanapata maji. Ukienda Butimba hapo, mradi mkubwa kabisa wa maji tayari umeshakuwa sawa na unasambaza maji kwa asilimia karibu 78, na ule uliokuwepo tunakwenda kufunga 100% kwa Mwanza kwa ajili ya kupata maji. Ni mambo mengi. Ukienda Mwanza hapa, nenda kule Malimbe kule Luchelele, utakuta unaweza kufikiri nyumba zimejengwa ziwani, lakini vile ni vizimba. Ita kijana mmoja tumuulize vipi kuhusu mama, atakwambia angalia vizimba, angalia mifuko yetu imetuna. Kwa hiyo yapo mambo mengi. Tukisimama hapa kiangalia hii barabara ya kwenda Nyanguge, nenda tu pale utakuta kuna mkandarasi yuko pale. Usiulize sana, wewe mwambie mkandarasi vipi, atakwambia tunajenga njia 4 kwenda Nyanguge. Ni kazi ya mama. Okay. Angalia SGR. Angalia hiyo meli inapiga jalamba hapo. Ukisimama hapo utaona kuna gati inajengwa. Ni vitu vingi. Hospitali, vituo ya afya. Kutokana na hiyo kazi imeweza kujenga imani kubwa sana kwa Tanzania kuweza kukiamini Chama cha Mapinduzi. Na sisi tunajiamini kwamba tumefanya yaliyo mema, lazima tuchaguliwe. Lakini Chadema wamesema hakutakuwa na uchaguzi. Nyinyi mmejihakikishiaje kwamba mtashinda? Na wamesema watazuia uchaguzi. Sijui watazuiaje, lakini mimi nachosema ile ni kiki tu ya kuingilia mjini. Unajua chama kile kilikuwa kimeshaonekana kama vile kinaenda alijojo, kinaenda kufa. Na mikutano mingi ambayo ilikuwa inafanywa na Chama cha Demokrasia ilikuwa inakosa watu. Kwa sisi watoto wa mjini tunasema ukitaka kurudi mjini, pamoja na kama umeoga vizuri, lakini lazima utafute mshindo. Kwa ile ni kiki tu ya mjini ambayo haitodumu, itaenda muda mfupi. Na kitu kizuri Watanzania hili lazima wajue. Tanzania tuna chombo kinaitwa TCD ambayo ni Center of Democracy, ambayo sasa vyama vyote vyenye uwakilishi bungeni huwa vinakwenda kujadili juu ya mambo kama wanaona hayako sawa. Na ndo kisemeo. Na hicho kisemeo ndo kinaweza kikaiambia serikali. Na bahati nzuri wanaenda wakuu wote wa vyama. Sisi tunapeleka makamu mwenyekiti kwa sababu mwenyekiti wetu ni rais. Hawezi kwenda alafu akatoa naye maoni alafu akaenda kushughulika nawe mwenyewe. Umeelewa hapo? Kwa hiyo anakwenda makamu wa rais na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Wasira. Na kikao cha juzi kilifanyika, mwenyekiti wa TCD alikuwa ni Chadema ambaye ni Tundu Antipas Lissu. Ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa hicho kikao. Na kibaya kabisa ambacho sijaelewa kwa nini kwenye majukwaa hili halisemwi. Na wao kienda kwenye majukwaa hawasemi. Na hawaambii watu wao kwamba kwenye kikao cha TCD sisi Chadema maoni yetu tumetoa haya. Umeelewa? Kwa ni vizuri kuwa na ukweli kwenye haya maisha. Hata kama unataka kurudi mjini, lakini kunakuwa na nini? Na ukweli unawaambia Watanzania kwamba tulienda kwenye TCD, mimi nilikuwa mwenyekiti. Ndio. Tundu Antipas Lissu. Tumejadili haya na tumejadili hiki na hiki na hiki ili kurekebisha dosari. Vyama vyote vya siasa tumekubaliana
wamekubaliana sasa, waende wakayafanyie kazi, warudi tena watengeneze tamko lao la pamoja, ikiwemo na CCM. Unanielewa? Lakini hapo TCD akiwemo na CCM, manake hata CCM yapo mambo anaona hiki serikali rekebisheni, si ndio? Sio kama sisi TCD hatupeleki maoni yetu, tunapeleka, lakini tunajua kwamba chombo pekee ambacho tumekitengeneza wenyewe ni TCD. Kwa ina maana watakwenda kukutana tena, alafu watakuwa na kitu chao cha pamoja ambacho wanampelekea rais ili aweze kuona ni namna gani anaweza akarekebisha hizi dosari ndogo ndogo. Na uzuri tu rais wetu ni mama, ni msikivu, na anaishi kwenye Foara. Na ndani ya Foara umeona kuna reconciliation, kuna maliziano. Hana shida wala haina haja ya kuamka kusema sisi tutazuia uchaguzi, tutafanya nini. Hauwezi kudai umeudhulumiwa na refa alafu wewe sio sehemu ya timu inayocheza. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba maridhiano tayari yameshaanza kufanyika kuhusiana na jambo hili ambalo linaendelea kwa sasa la no reform no election, kama ambavyo alikuwa amesema kuna maridhiano ambayo yamefanyika sasa. Hatuwezi kusema ni maridhiano, ni utaratibu wa kawaida tu wa TCD. Si maridhiano kwamba labda CCM inakaa na Chadema, hapana. Ni mambo ya kawaida. Unajua kwenye uchaguzi vipo vitu vidogo vidogo ambao tunaita ni minor cases. Mkakaa kwa sababu nyote ni wadau wa uchaguzi. Mkikaa mnajadiliana, mnasema labda tufanye hivi. Kada wewe ni mfuatiliaji kidogo wa masuala haya, pengine unawachanganya kidogo wa Tanzania. Kuna chochote ambacho kimefanyika na wamekitolea maamuzi kutokana na hicho kikao ambacho umekisema? Uzuri mwenyekiti mwenyewe amesema, ambaye ni Tundu Lissu, amesema kwamba tulikuwa na kikao cha TCD. Vyama vyote vyenye uwakilishi tulifanya kikao chetu. Ni utaratibu wa kawaida kwenye katiba ya TCD kufanya hivyo vikao. Na utaratibu wa kawaida kupokezana uwenyekiti. Sasa hivi uwenyekiti uko kwa Chadema, na Chadema ndo mwenyekiti wake ni Tundu Antipas Lissu. Kwa hiyo hajadili hawajasema majadili nini. Lakini alivyotoka kwenye vyombo vya habari mwenyekiti sasa, ambaye yeye ndo anatakiwa kusema, alisema vizuri sana. Very polarity, very humble. Akasema sasa huyu unamuona kwenye majukwaa ya siasa, mbona anakuwa yuko hivi? Aitoa kwenye kikao akasema mwenyewe kwamba tumejadili mambo ya siasa na tumekubaliana tunapeana muda, tutarudi tena kwa ajili ya kutengeneza jambo letu la pamoja ili tuweze kulifikisha kwa Mheshimiwa Rais aweze kutusikiliza kuona tunafanya nini. Kwa hali sasa inavyoendelea, kwa mtazamo wako sasa, hii kampeni ya no reform no election, kwa mtazamo wako unaiona wapi? Ile ni kiki ya kuingilia mjini. Mimi nimemsikiliza mwenyekiti wa TCD juzi. Alilolisema juzi baada ya mkutano wa TCD, nafikiri ndio Watanzania wanatakiwa kuona kuwa ndo jambo ambalo linatakiwa kwenda. Achana na hiyo kiki ya mjini. Hiyo ni kiki ya kuingilia mjini, na ninajua kwamba nimesema hauwezi kusema refa anachezesha vibaya halafu wewe uchezi. Nenda kacheze mpira. Alafu lalamika kwamba mimi nilikuwa napigwa halafu umeelewa sikutendewa haki. Kwa ni lazima na ujue kwamba hakuna kikatiba sehemu inayomlazimisha mtu kwenda kupiga kura. Na hakuna kikatiba sehemu inayomlazimisha mtu kwenda kupeleka mgombea. Kwa ina maana kwa sababu hawavunji sheria, hawavunji katiba, hatuna shida nao. Kwa hiyo unaona Chadema wakishiriki uchaguzi huu bila shaka? Sijui hata wasiposhiriki, sisi Chama cha Mapinduzi tunashiriki. Kwani mara ya kwanza wao kususa? Walishasusa serikali za mitaa na wananchi walienda kupiga kura, kwa sababu wanaokwenda kupiga kura juu ya hatima yao ni Watanzania. Hatufanyi kazi kwa interest za viongozi. Na tunafanya kazi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mojawapo kati ya malengo ya chama cha siasa ni kushiriki uchaguzi. Kwa kama mtu hatoshiriki uchaguzi, hiyo ni mambo yake. Lakini sisi Chama cha Mapinduzi, kwa kuheshimu katiba ya nchi hii ambayo inasema ni lazima tufanye uchaguzi, tutakwenda kushiriki uchaguzi. Endapo Chadema hawatoshiriki, madhara ni yapi? Madhara ni ya kwao, kwa sababu watapotea kwenye siasa. Sababu watakuwa hawana mwakilishi. Sasa huna diwani, huna mbunge, utajiita chama kikuu cha upinzani? Kwa hiyo ni wao wachague. Kwa hiyo ina maana ni haki yao, washiriki wasishiriki, yote juu yao. Kama leo hii unapata nafasi ya kukutana na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa maana ya Tundu Lissu,
kipi ambacho utakuwa na kikubwa sana cha kumshauri? Cha kwanza, atunze amani ya nchi hii. Amani ya nchi hii, waasisi wetu kina Karume na Nyerere walijenga misingi ya umoja, walijenga misingi ya utulivu na amani, na ndio maana unaona Nyerere alipata uhuru bila kumwaga damu. Hiyo ni akili kubwa ya mwanaume, ni akili kubwa sana. Alitumia akili kubwa sana kuhakikisha tunapata uhuru bila kumwaga damu. Sio kwamba hatakuwa na watu wa kwenda barabarani kuandamana, kuhangaika na ukoloni. Tulikuwa nao, lakini je, njia sahihi ya kupata haki ni njia ya kuzungumza, na njia sahihi ya kuweza kupata kila kitu unachokitamani ni kufuata njia sahihi ya kidemokrasia. Na njia sahihi ya kidemokrasia si kuambia watu waende barabarani wakavunje sheria, ni kuambia watu wakupigie kura nyingi ili uweze kuchukua dola. Ukiweza kuwashawishi watu wakukubali kama ambavyo Chama cha Mapinduzi kimewashawishi watu wakikubali, basi utaendelea kuwa giant kama kilivyo Chama cha Mapinduzi. Wito wako ni upi sasa kuelekea uchaguzi huu ambao utatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu? Cha kwanza ni Watanzania kulinda amani ya nchi hii na kupuuza watu ambao wanataka kuharibu amani ya nchi hii, na Watanzania wajue nguvu yao ya kuweza kuweka serikali ni wao kwenda kupiga kura, si vinginevyo, na wajue tunaishi kwenye nchi ya kidemokrasia ambapo vitu vyote tumekubaliana vitaongozwa na watu, lakini kupitia kwenye kura, hasa kwenye vipindi vya uchaguzi. Na kingine ni watu kujitokeza kwenda kupiga kura, kuchagua viongozi waadilifu, waaminifu, wasiopenda rushwa, na mwisho kabisa wajitokeza kwa wingi kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi watakaogombea wa Chama cha Mapinduzi, wakirudishe Chama cha Mapinduzi madarakani, kiendelee kutawala ili tukamilishe baadhi ya vitu ambavyo tuliviahidi, ambavyo tutaviahidi tena. Kwa naomba Watanzania wadumishe tu amani, waache kutumika hasa vijana kuambiwa waende barabarani kama njia ya kuweza kupata viongozi wanaowataka. Njia pekee ya kumpata kiongozi ni kwenda kupiga kura. Kwa hiyo waende wakapiga kura kwa amani, tudumishe amani ya nchi hii. Sisi hatuna pa kukimbilia. Sisi Watanzania hatuna pa kukimbilia kama tukikubali kuanzishwa vurugu na watu ambao makazi yao in fact hayako Tanzania. Kiangalia watu wengine wake zao wako Canada, wengine wake zao wako Belgiji. Kwa hiyo mimi familia yangu iko hapa, mama yangu yuko hapa, baba yangu yuko hapa, mjomba wangu yuko hapa. Naenda barabarani kwa ajili ya nini? Wakati nina uwezo wa kwenda kujipanga kwenye mstari wa kula, nikapiga kula nikamchagua mtu ambaye mimi namtaka. Lakini mwisho kabisa wampe kula za ndio Mama Samia kwa mambo mazuri anayoyafanya. Nikushukuru sana. Asante sana. Asante sana kwa muda wako. Amina. Naam, ni kada mtifu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Hapa namzungumzia ndugu Cuthbert Joseph ambaye nilimwalika hapa leo katika kipindi hiki cha mahojiano maalum na News Update Media, tukiangazia maisha na uongozi wa aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar, ndugu namzungumzia Sheikh Abeid Amani Karume ambaye alifariki dunia mwaka 1972 tarehe na mwezi kama wa leo. Haya hapa mambo mengi ambayo ameyazungumza hapa, lakini pia ametoa wito hapa kwa Watanzania namna ambavyo Watanzania wanaweza wakamuenzi rais wa kwanza wa Zanzibar kwa makubwa kabisa ambayo ameyafanya. Mimi sina la ziada mpaka kufikia hapo. Jina langu ni Elia Jackson Lupembe, nyuma ya kamera ni Jamali Jafali. Bye bye mpaka wakati mwingine.